tukumbuke kundi ambalo linakuwa halirejeshi vizuri hii mikopo, hizi fedha za serikali, wanawazidia nafasi wenzao, kwa sababu watu wanaanza kuwa na mashaka na haya makundi, kama alivyoongea pale mwenyekiti wa UVCCM kwamba tunaanza kutafsiriwa vingine. Ujue kama alivyosema, vijana tusiangushane, tuwe mfano. Wanawake tusiwaangushe wanawake wenzetu, na watu wenye ulemavu tusizuie wenzetu wasipate kwa kutokuwa warejeshaji wazuri. Na msiporejesha kwa wakati, ndugu zangu, mnasababisha halmashauri kwenye ukaguzi wa fedha tunakuwa tuna hoja na zinakaa muda mrefu na zinatusumbua kama halmashauri. Kwa hiyo sio kwamba mnaweza mkalichukulia kiurahisi, lakini serikali inazitazama kwa ukaribu sana hizo fedha na inazifuatilia kwa ukaribu sana. Na ninadhani, na hata jana kwenye kikao akiwepo Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa, tunakoelekea tutaanza kuchukua hatua, kwa sababu hizo ni fedha za serikali. Kwa hiyo mwanasheria wa halmashauri watakuita, watakufungulia nani mashtaka kwa mujibu wa mkataba, si ndio? Afisa maendeleo wanasaini mkataba. Ule mkataba, ndugu zangu, sio pambo. Ule mkataba unaosaini serikali wanamaanisha kile unachokisaini pale. Kwa hiyo mwanasheria wa halmashauri atachukua ule mkataba, ule mkataba uliochukua utaenda kushtaki, kwa sababu pia tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda fedha hizi za serikali, tunalinda kodi hizi za wananchi, ili kuhakikisha kwamba zinawanufaisha watu wote. Tusiwe wa binafsi. Usiporejesha, maana yake unamzuia ndugu yako. Mwanamke, usiporejesha unamzuia mwanamke mwenzako. Kijana, usiporejesha kwa wakati unamzuia kijana mwenzako. Vivyo hivyo kwa walemavu, usiporejesha kwa wakati unapoteza imani kwenye kundi unalotokea. Niliona niwe na mambo machache hayo ya kusisitiza kabla hatujaelekea kwenye hotuba. Ndugu kamati ya uhakiki ya wilaya, mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya, waheshimiwa madiwani wa viti maalum mliopo hapa, kamati za mikopo za halmashauri, wataalamu wa maendeleo ya jamii kwa ngazi zote, wana vikundi tuliokusanyika hapa, wananchi wote, viongozi wa chama, viongozi mbalimbali wa serikali, mabibi na mabwana, ninawasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, ninaomba nimshukuru Mungu kwa kutukutanisha siku ya leo, na shukrani nyingi sana ziende kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa huu mpango wa kutenga fedha za mapato ya ndani 10% kwa ajili ya kuwanufaisha vijana, wanawake, watu wenye ulemavu kwa kutoa mikopo isiyokuwa na riba. Pia nishukuru uongozi wa halmashauri ya mji wa Njombe kwa kuifanya siku ya leo ili nikutane na wananchi, hususani wanufaika wa vikundi kutoka makundi ya vijana, watu wenye ulemavu na wanawake. Ndugu wana vikundi, nitumie fursa hii kumpongeza mkurugenzi wa halmashauri yetu ya mji wa Njombe kwa kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya vikundi na kufuata mwongozo mpya wa sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura ile ya
90 na kanuni za utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024 zilizotungwa chini ya kifungu cha 37A. Halmashauri ya Mji imekuwa ikiweka bajeti ya 10% kulingana na makusanyo ya halmashauri kutoka kwenye mapato ya ndani, na takwa hili ni lazima kutenga fedha. Hivyo kwa mwaka 25-26 Julai na kwa mwaka 25 hadi 26 Mei halmashauri imeshachangia jumla ya shilingi milioni 762,957,602.14. Pia kwa mwaka wa fedha 25-26 kwa robo ya pili hadi Disemba 2025, mikopo iliyotolewa ni kama ifuatavyo. Kuna taslimu shilingi bilioni 2,610,688 zilitolewa kwa vikundi 159 kwa mchanganuo wa vikundi 71 wanawake, 66 vijana na vikundi 22 kwa watu wenye ulemavu. Fedha hizi zinajumuisha michango ya halmashauri kutoka mapato yake ya ndani na pia fedha za marejesho zinazotoka kwenye vikundi ambavyo vilipata mikopo haya. Ndugu wana vikundi, serikali ilianzisha utaratibu huu wa kutoa mikopo isiyo na riba kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili wanufaika waweze kupata mitaji, kuwezesha shughuli mbalimbali za kiuchumi kama vile kilimo, ufugaji, biashara ndogo na kuendeleza viwanda vidogo vidogo ili kuboresha maisha ya familia moja, jamii na kukuza uchumi wa taifa kwa ujumla. Ili kuhakikisha azma ya serikali inatimia, ni waase wana vikundi, wananchi wote ambao ni wanufaika wa mikopo hii kuhakikisha wanatumia mikopo kwa malengo iliyokusudiwa kwa kufanya shughuli kulingana na maombi yenu ya mikopo, kwani kufanya tofauti ni kukiuka kanuni na mwongozo mpya wa utoaji mikopo wa mwaka 2024 ambao unasema ikiwa mwanakikundi atatumia fedha za mkopo kwa matumizi tofauti na yale aliyoombea mkopo bila idhini ya mamlaka ya serikali za mitaa, kikundi kitakuwa kimepoteza sifa za kupata mkopo. Nitarudia ili tuliweke vizuri akilini mwetu. Ikiwa mwanakikundi atatumia fedha za mkopo kwa matumizi tofauti na yale aliyoombea mkopo bila idhini ya serikali za mitaa, kikundi kitakuwa kimepoteza sifa ya kupata mkopo. Ndugu wana kikundi, ili kuhakikisha mifuko hii inakuwa endelevu, ni lazima wakopaji waweze kurejesha kwa wakati ili kuwapa fursa na wengine waweze kukopa. Kushindwa kurejesha mikopo, hatua za kisheria zitachukuliwa, ikiwa ni pamoja na kupelekwa mahakamani. Hivyo ninawaasa mambo mawili. Jambo la kwanza, hakikisheni fedha mliopewa mnatumia kwenye miradi mlioombea mikopo. Na jambo la pili, hakikisheni fedha inarejeshwa kwa
kwa wakati kadri ya mlivyojaza mikataba yenu. Ndugu wana vikundi, halmashauri ya mji leo itatoa jumla ya shilingi bilioni 1,377,229, ikiwa wanawake watapewa taslimu shilingi milioni 720,400, vijana milioni 563,574, na watu wenye ulemavu ni shilingi milioni 93,255. Ndugu wana vikundi, niwapongeze wanufaika wote ambao wamepata mikopo hii bila riba, lakini niwaombe na kuwasisitiza sana mfanye marejesho haya kwa wakati ili na wengine waweze kukopa. Baada ya kusema hayo yote kutoka kwenye hotuba, niwatakie utekelezaji mwema wa yale yote ambayo mtakuwa mmekubaliana, lakini pia nifikishe salamu nyingi sana kutoka kwa Mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya ya Njombe.